Simba kasimama hapa. Twende kwa mbele. Unaambia PS Sogea pale. Sogea pale, twende. Twende. Singida oye! Singida safi! Habarichi! Mbwane B! Wamasai Sumai! Hawapo wengine Saita! Aidori! Asalamu alaykum! Bwana Yesu asifiwe! Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, naona ni wasalimu. Au mnasemaje? Aya. Mna shida gani kubwa hapa Singida? Aya, njoo eleze hapa. Aya, njoo wewe mheshimiwa, haya njoo. Mumruhusu huyo. Haya, mumruhusu huyo. Haya, simama hapo, mpe maiki. Ngoja akupe maiki mzee. Haya, wewe mheshimiwa. Ndio. Lakini mimi niko sijambo. Nyumbani wazima? Ndio. Na huku endako naamini wazima. Kama unavyoona furaha watu wote hawa. Wewe ndio mheshimiwa wetu na tunatamani kukuona muda wote ukifanya kazi hizi. Tunachokiomba tuangalie watoto wako, ndugu zako, na amani yetu yote endelee kuwa na amani kama alivyoacha wa nyuma na anayefuata. Mheshimiwa, naitwa Rashidi Asumani. Ramani Meta Bedi Mohoni. Mzaliwa wa Singida kabisa na maisha magumu na usinisahau. Haya, asante sana. Mwingine. Haya, wewe njoo hapa. Sogeeni basi wa hapa ni waone vizuri. Nini wa mbele? Sogea hapa mbele ndugu yangu, wala usiogope. Mwambie sogea hapa, sogea tu. Tena wewe una kipara kama changu, tunafanana. Haya. Simama hapo kuone na wengine. Nao Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa jina naitwa Abubakar Francis Kisike. Mheshimiwa Rais wangu, kwanza Mungu akubariki sana na msafara wako wote kwa jumla. Amina. Sina jambo baya. Jambo langu kubwa ni kushukuru Mheshimiwa Rais. Lami unavyoona tumefungiwa taa. Tulikuwa hatujui kuona taa za barabara, tunasikia Ubungo kwenye mataa. Na sasa sisi tunasema Singida kwenye mataa. Barikiwe sana. Na Mheshimiwa Rais, sisi kama wananchi, mimi najua watu wote wanakupenda, tusidanganyane. Hamna mtu ambaye anamchukia mtu ambaye anafanya kazi kitu kizuri. Wanafunzi wetu walikuwa wanasoma kwa gharama kubwa, sasa hivi wanafunzi wanasoma bure kabisa, nauli yao tu kwenda pale kwa miguu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mimi kitu kikubwa zaidi na kushukuru sana na kupongeza sana. Mungu akulinde usiku na mchana. Waveja sana. Amina. Kwa hiyo hapa siku hizi ni Singida kwenye mataa. Na mimi nimesimama Singida kwenye mataa Mheshimiwa. Haya, yameisha, kwa hiyo wote ni shukrani, si ndio? Haya, huyo hapo. Hapa Singida kwenye mataa. Singida oye! Asalamu alaykum.
Mheshimiwa, shikamoo. Marhaba. Kwanza nashukuru kwa ujio wako hapa. Natumaini matatizo yetu yatatatuliwa. Mheshimiwa, sisi tuna matatizo katika ardhi hapa. Halmashauri haijatutekelezea sisi, ila tunashukuru tuna Mheshimiwa mkuu wa mkoa yuko vizuri. Alitutatulia tatizo letu la ardhi, lakini upande wa halmashauri bado hajatutekelezea tatizo letu. Wanatuzungusha tu. Tatizo letu sisi tuna ugomvi na shule ya Azhari katika viwanja. Tulishakaa nao tukaweka sawa, lakini bado halmashauri manispaa wanatusumbua sisi. Tulikuwa tunaomba tutekelezewe jambo letu. Mna ugomvi upi sasa? Wa ardhi, ilikuwa wao wamemilikishwa ardhi kinyume cha sheria. Mkuu wa mkoa, hebu katufafanue hili hapa. Mheshimiwa Rais, tatizo hili ni moja ya matatizo ambayo yameanza kushughulikiwa na ni matatizo ya miaka mingi, tangu miaka ya 1900 mpaka leo. Tatizo hili ni kwamba 1900 mpaka leo haya matatizo mengi sana. 1900 yani tangu 1930, 1940 ni matatizo mengi na ya muda mrefu. Sasa tunayo kamati ya utatuzi wa migogoro ya ardhi ya mkoa, na ambayo sasa imeungana na ile ofisi ya ardhi ambayo ni ya kanda iliyohamishiwa hapa Singida, ya mkoa wa Singida. Tunataka tutatue matatizo yote na tuyaweke kwenye kumbukumbu. Tatizo hili ambalo wamelisema hawa ndugu zetu, kuna chuo ambacho kimejengwa cha Kiislamu katika eneo lao, na hawa ni ndugu ambao wengine wanasema wanaridhia kwamba ardhi ile ipewe chuo kile, na wengine bado hawajaridhika. Tayari halmashauri manispaa ilienda kupima ile ardhi ili tujue ina ukubwa gani na tuone nini hasa kilichotokea. Lakini kuna maamuzi yalifanywa na manispaa chini ya aliyekuwa mstahiki meya wa manispaa hii, ambaye sasa ni shehe wa mkoa. Sasa katika tatizo hilo ndio nimeona kwamba tuliweke katika mikono ya viongozi hawa wa dini, ili tujue hasa nini ambacho, kwa sababu masuala ya migogoro ya kidini sio ya kuingilia kwa haraka. Kwa hiyo hatua moja ambayo tulifanya ni kupima ile ardhi. Alafu hatua ya pili sasa ni wale ambao wanaojenga chuo ambao ni shehe wa mkoa BAKWATA, ni waweze kuleta sasa utaratibu wa kulipia ardhi ambayo walichukua. Lakini hata hivyo ardhi ile imeenda kupimwa, ulisema kwamba ni eka zaidi ya 100 lakini wamekuta ardhi ile sio ya ukubwa huo. Kwa hiyo swala hili litashughulikiwa na tunahakikisha kwamba kila kitu kimekaa sawa, lakini tunataka wale ndugu wenyewe hawa wenye ardhi wakae vizuri na BAKWATA na katika masuala haya ya kidini. Kwa hiyo hatupendi sana kuyaingilia kinguvu hivyo, lakini tunaenda katika utaratibu ambao utatuacha tuna amani, tuna umoja na tuna undugu. Asante sana. Ardhi ile ilichukuliwa lini na BAKWATA? Ardhi ile imechukuliwa na BAKWATA mwaka 2003. Wewe ndio mwenye ndugu mwenye shamba lile? Mko wangapi? Tuko zaidi ya watu 30. Wote ni ndugu 30 wote? Huyo mzee wenu alikuwa amezaa kweli? Niko. Anyway, sasa mkuu wa mkoa, DC, LAS pamoja na viongozi wengine hapa, mkae mlimalize ili mwaka huu lisikae linasubiri, kwa sababu kuna sheria za ardhi kupitia sheria namba 4 ya mwaka 99 na sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 99 na sheria ya mipango miji ya mwaka 2007. Zote zinazungumzia juu ya haki ya ardhi ya mtu anayekutwa pale. Tena kifungu namba 3G kinazungumzia juu ya kulipa fidia. Kwa hiyo nataka mkae wote mlitatue
na wale kama walinyang'anywa ardhi yao. Yeyote anayechukua ardhi ya mtu yoyote lazima alipe fidia kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mlitatue hili na ninyi hamwezi mkashindwa. Kwa hiyo nina uhakika haliwezi likaenda tu siku hadi siku. Naomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ukae na wanafamilia, ukae na viongozi wa BAKWATA, ukae DC na mkurugenzi na kadhalika na mstahiki meya, mlitatue ili kusudi mstahiki meya asije akawa alitumia madaraka yake ya umea kuwadhulumu watu ardhi. Singida oye! Ndugu zangu, mimi nilipita kuwasalimu, lakini nimefurahi Singida inavyopendeza. Na leo mmeniambia hapa ni Singida kwa mataa. Kwa hiyo ni kama Dar es Salaam tu. Kwa hiyo hapa usiku ni taa tu. Huwezi ukapoteza hata mshikaji wako akiwa anatembea huko kwenye mitaa. Singida oye! Jamani, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, nilikuwa nachomekea tu kidogo. Ndugu zangu, nilikuwa hapa nimepewa taarifa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tuna tatizo la ugonjwa wa corona. Na bahati nzuri niliwaomba ndugu zangu wa Tanzania tuombe kwa siku 3 mfululizo, na mmekuwa mkiendelea kuomba, na ndugu zetu Waislamu wameendelea kuomba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili Mungu atuondolee janga hili. Napenda kuwathibitishia kwamba janga hili sasa limepungua sana. Limepungua sana, pamoja na kwamba bado halijaisha. Kwa hiyo ndugu zangu wana Singida na Watanzania, tuendelee kuchukua hatua. Nimeambiwa kwa taarifa zilizoko katika mkoa wa Singida, katika vituo vyetu pamebaki wagonjwa 3. Na hao wagonjwa 3 wanaendelea vizuri. Bado tu hawajapima negative, lakini bado wanaendelea vizuri kwa mkoa wa Singida. Hizi ni taarifa nzuri. Kwa hiyo tuendelee kuomba, tuendelee kuchukua precaution zote ambazo zinatakiwa, ambazo tumekuwa tukiendelea kuelezwa na wataalamu wetu. Mimi nina uhakika kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na kwa kuchukua tahadhari hizo zote ambazo tunaambiwa kuambiwa, ugonjwa huu siku moja utaisha. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu, siku moja ugonjwa utaisha, kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Tusiogope, tusitishane. Na bahati nzuri hata Singida hapa nawaona hamjaogopa sana. Hata waliovaa barakoa naona wachache. Hata mimi sikuvaa, hata ninyi hamkuvaa, hata mkuu wa mkoa hakuvaa, kwa sababu Mungu wetu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo endeleeni kuchukua tahadhari. Lakini cha pili, tunaambiwa ugonjwa huu ukijifungia, immune system yako ya kupambana na magonjwa inapotea. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe hivi huru, na ndiyo maana sikutaka kuwafungia watu majumbani. Wewe unayeuza nguo zako pale, ningekufungia majumbani, ungekula nini? Watu wanaohangaika kwenye mipunga wangelima nini? Biashara zetu kwenye masoko wangefanyaje? Ndiyo maana ndugu zangu, kwa niaba yenu nikasema Tanzania hatutafunga. Wanaiita kwa Kisukuma lockdown. Nikasema sisi tutaendelea kuchapa kazi kwa sababu tunahitaji kwenda mbele. Hizi taa zimefungwa lini? Zile miezi mingapi zimefungwa? Wiki moja, mwezi mmoja. Kwa hiyo zimefungwa wakati wa corona, si ndio? Sasa hawa waliofunga taa tungewafungia, wangezifunga hizi taa. Ndio maana nasema ndugu zangu wa Singida, tuchape kazi. Uchumi wetu ni muhimu zaidi kuliko vitu vingine. Ninawaomba sana. Kwa hiyo ninawaomba leo, juzi ile nilipigiwa simu na Mheshimiwa Kenyatta, Rais wa Kenya. Alinipigia nikiwa bado Chato akinipa pole, na akawa amenielezea mambo haya.
ya korona kidogo, na leo nimezungumza naye pia akanieleza, na mimi tumekubaliana naye. Kuna tumigogoro kule mpakani. Wakenya ni marafiki zetu. Kuna Wamasai Kenya, kuna Wamasai Tanzania, kuna Wajaruo Kenya, kuna Wajaruo Tanzania, kuna Wakuria Kenya, kuna Wakuria Tanzania na kadhalika. Kwa hiyo korona isiji ikawa chanzo cha migogoro, cha kutokuelewana. Tumekubaliana na Mheshimiwa Rais Kenyatta kwamba mawaziri wetu wa uchukuzi pamoja na wakuu wa mikoa, kwetu sisi Tanzania ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, mkuu wa mkoa wa Mara, mkuu wa mkoa wa Arusha, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na mkuu wa mkoa wa Tanga watakutana na wenzao mpakani na wenzao wa Kenya, wajadili hili swala, walimalize. Tunahitaji biashara, Wakenya nao wanahitaji biashara huku, na hii korona isiji kawa chanzo cha migogoro. Haiwezekani kila dereva anayekwenda huko awe na korona. Mbona hata dereva wangu yuko hapa? Hebu fungua dirisha, wewe una korona? Yuko wapi dereva wangu? Simama hapa wakuone kabisa. Huyo ni dereva wangu, tena mgogo. Sasa madereva hawa wote tungekuwa leo tunaenda wote tuna korona, lakini najua haya yatatatuliwa vizuri. Kwa hiyo tumewaachia waziri wa uchukuzi wa Tanzania na waziri wa uchukuzi wa Kenya pamoja na wakuu wa mikoa wanaopatana wayamalize haya matatizo. Haya matatizo ni madogo, ili kusudi wa Kenya wafanye biashara na Watanzania wafanye biashara. Nilikuwa naambiwa palikuwa na magari kule yamekwamishwa ya Wakenya. Haiwezekani tukawakwamisha wanakuja kufanya biashara, lakini pia magari ya Tanzania hayawezi yakakwamishwa kwenda Kenya. Kwa hiyo ninataka hili nilizungumze kwa sababu niko mpakani hapa, na kuna magari mengine yanapita hapa yanatoka Kenya ambayo yanakwenda mpaka kwenye mpaka wetu. Kwa hiyo ninawaomba viongozi walioko katika mikoa inayopakana na nchi ya Kenya na Tanzania wasitatue matatizo yao kwa jaziba, waweke Utanzania na Ukenya mbele, wazingatie uchumi wa nchi zetu. Ninafahamu saa nyingine mtu kichokozwa sana ukanyamaza, na wewe unachokoza kidogo, lakini nawaomba, na kwa vile tumezungumza vizuri na Mheshimiwa Kenyatta, sisi tumeyamaliza. Wakae viongozi watatue hili tatizo na watu wafanye biashara katika pande zote mbili. Haiwezekani mtu anasafiri kwenda nchi jirani anaambiwa akae magari yasubiri mpaka siku 5 siku ngapi wakati amepakia labda bidhaa. Nataka Wakenya na Watanzania wafanye biashara yao vizuri, na niwaombe viongozi katika mipaka hiyo wakae wayajadili haya kwa maslahi mapana ya nchi zetu zote mbili. Huu ni wakati wa kujenga uchumi, na korona wala haikuanzia Afrika, ilianzia huko mbali, na korona imewakoromea wengi kweli, hata wale wenye uwezo. Sasa tusije tukafika sisi ndani ya East Africa Community tukachonganishwa, tukapata kirusi cha kushindwa kufanya biashara kwa kisingizio cha korona. Kwa hiyo niliona hili nilizungumze, ndugu zangu wananchi wa hapa Singida, na niwaombe wakuu wa mikoa hiyo wa upande wa Tanzania, Mwanza, Mara, Arusha, Kilimanjaro na Tanga, pamoja na waziri wa uchukuzi pamoja na katibu mkuu wa wizara ya foreign, wapange ndani ya wiki hii wayamalize haya. Haya mambo ni madogo madogo sana. Singida oye! Singida oye! Tunataka vitunguu vya Singida
vikauzwe mpaka Kenya. Tunataka Kenya waje wachukue maziwa hapa. Tunataka sabuni za Kenya zize kuuzwa hapa. Tunataka mafuta ya hapa ya alizeti yaende mpaka Kenya. Na huo ndio uchumi. Na huo ndio uchumi wa kweli. Na ndugu zangu madereva, endeleeni kutulia kwa sababu hili litatatuliwa na serikali zote mbili. Kenya oye! Tanzania oye! Kenya oye! Tanzania oye! La mwisho, ninawapongeza kwa hatua nyingi nzuri mnazozifanya katika kufanya kazi. Maendeleo ya Singida ni tofauti sana na maendeleo ya nyuma. Singida pamebadilika, nyumba nzuri zinajengwa, barabara nzuri zinajengwa, biashara nzuri zinafanyika. Endeleeni hivyo. Endeleeni kushikamana, msibaguane kwa sababu ya vyama. Msibaguane kwa sababu ya dini. Msibaguane kwa sababu ya rangi. Sisi wote ni Watanzania na lengo letu kubwa ni kujenga uchumi wa nchi yetu. Nchi yetu sasa inaenda mbele. Inaenda mbele sana. Ni katika nchi 5 katika Afrika ambao uchumi wake unakwenda juu. Na ndiyo maana mnaweza mkaona mabadiliko haya, wasione vyaelea, vyaundwa. Na waundaji ni ninyi wa Tanzania, ni ninyi wana Singida. Kwa hiyo endeleeni kuchapa kazi. Nataka kuwahakikishia kwamba serikali ninayoiongoza iko pamoja na ninyi. Na ndiyo maana tunaendelea na miradi mbalimbali ya nguvu ya kimikakati ya kuitengeneza nchi yetu iwe kama Ulaya. Siku za nyuma ulikuwa ukiangalia, nani alitegemea patakuwa na taa za barabarani hapa Singida? Wakati wanawake wa hapa wote weupe, usiku watakuwa weupe zaidi. Nasema uongo wa kina mama? Ndio. Na haya ndiyo maendeleo. Barabara hii siku za nyuma mtu alikuwa anatoka Bukoba hawezi akapita hapa, anapitia Kenya. Leo magari yanapita hapa, ndio uchumi. Ndizi zinashushwa hapa, ndio uchumi. Hii barabara ya kwenda Babati mpaka Arusha haikuwepo. Nasema uongo? Leo barabara inapitika hapa, magari yanapita, mabasi yanapita. Tembeeni kifua mbele ndugu zangu wana Singida, kwamba serikali mlioichagua, serikali ninayoiongoza kwa niaba yenu iko pamoja na ninyi. Tunasambaza umeme kila mahali ili kusudi viwanda vidogo vidogo na vikubwa viendelee kujengwa. Mmeshaanza kilimo cha korosho hapa, endeleeni. Baadaye mtayaona matunda yake ya maendeleo ya kufanya kazi. Ndugu zangu wana Singida, ninawapenda. Ndio maana nimesimama hapa kuwasalimu. Mimi nitaendelea kuwa mtumishi wenu. Mimi ni mtoto wenu. Mlinichagua nitumike. Mlinichagua nifanyeje? Nitumike. Nitaendelea kutumika kadiri ninyi mtakavyokuwa mnaona inawafaa. Lakini nataka kuhakikishia mimi niko pamoja na ninyi katika shughuli, katika raha, katika mateso, tutaendelea kuwa pamoja. Na nina uhakika Mungu wetu ataendelea kutulinda. Nimewapa viongozi hapa wanafanya kazi nzuri. Mna mkuu wa mkoa, mna mkuu wa wilaya, mna mkurugenzi na watendaji wengine. Endeleeni kushirikiana nao. Shida haziwezi zikaisha siku moja, lakini tumeenda vizuri na tunaelekea kuzuri. Endeleeni kuchapa kazi ndugu zangu wa Singida kwa ajili ya maendeleo ya nchi hii. Tutafanikiwa. Miradi hii mikubwa tunayoifanya, kwa mfano ya kujenga reli ya standard gauge, ni ya mabilioni ya fedha, ni ya matrilioni ya fedha. Hatukuisimamisha. Miradi ya umeme ni ya matrilioni ya fedha. Miradi yote hii mnayoiona ni kwa sababu tumeamua kwenda mbele katika maendeleo. Msikwamishwe na wala asitokee mtu wa kuwakwamisha. Chama vyetu vyote tulivyo navyo vilenge katika kutengeneza Tanzania kwanza.
tuitunze amani yetu, tutunze ushirikiano wetu kwa manufaa ya Tanzania yetu. Singida oye! Tanzania oye! Basi ndugu zangu, ninawashukuru tena. Niendelee kuwaomba ndugu zangu, leo ni fungo ya 20 na ngapi? 26, zimebaki siku chache tusherehekee. Nawatakia mfungo mwema. Endeleeni kulitanguliza taifa kwenye mikono ya Mola. Lakini pia tutakuwa na siku 3 kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili kumshukuru Mungu kwa maajabu aliyoyafanya katika taifa hili na kutuepusha na janga la corona. Na nina uhakika katika siku chache corona itapotea Tanzania na itabaki kuwa ni historia. Tusitishike, tukubali kuishi nayo kwa sababu tumeshaishinda. Na katika Mungu siku zote ushindi unakuwepo. Singida oye! Singida safi! Ndugu zangu, asanteni sana. Ninawashukuru, naomba mniruhusu sasa niendelee kwenda. Asanteni sana, asanteni sana. Singida mambo! 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 Asanteni sana ndugu zangu, asanteni sana. Mungu awabariki sana. Haya. I wish ningemwona Magufuli, mpige magoti, nimpongeze hadharani. Siweke huku bwana. Muungano wa Jamhuri, mchapakazi hachoki. Weke kule. Ametubusha kikwako, unaiche na moiti. Haya mama, haya, mpe mic. Haya mama, unasemaje? Tulia kwanza alafu. Mimi ni mkulima wa mazao mbalimbali. Na pia nilikuwa nanunua mazao ya aina mbalimbali nauza. Baada ya kuwa nimenunua, ghafla tu tukaambiwa kama kuna vitu atakuwa vinunua vyama vya Amkosi. Tukaambia basi tuwauzie vyama vya Amkosi, hawa tu hela keshi. Nimeuza toka tarehe 20 mpaka leo sijapewa hela.
Na tatizo alafu choroko ilikuwa watu wananunua mpaka 30. Lakini choroko sasa hivi unaenda kuuza shilingi 5,000 wakulima wanapata shida. Tunalima mvua zimenyesha, nyumba zimebomoka. Tunashindwa kujenga sababu choroko inanunuliwa 5,000 sasa hivi. Na wakati choroko ilikuwa mpaka debe wanasema vyama vya AMCOS. Vyama vyenyewe vya AMCOS hawatumii hata shilingi. Vimeandikwa makaratasi tu bila kuambiwa ila shilingi unapewa. Sasa mama, tunalazimishwa kuuza AMCOS. Wanalazimisha, ukionekana sana debe moja unakamatwa. Unarusha kituoni na gari lipo milioni 1 na nini? Hapo wananchi elimu ya kutosha. Haya, mkuu wa mkoa, hebu nieleze, mnawalazimishaje watu waliolima korosho choroko zao kwenda kuuza mpaka hapo? Yaani ni mbona tarehe 20 mpaka leo Mama, subiri kwanza Mheshimiwa Rais, lengo kuu ni kuhakikisha kwamba wakulima wananufaika na kilimo chao. Wengi wa hawa ni wale wanunuzi wa kati ambao walikuwa wanalipa kilo shilingi 300, 400, 500. Sasa ambacho tunakifanya ni kwamba choroko na ufuta hapa Singida tumeanza kuuza katika mfumo wa stakabadhi ghalani au katika vyama vya ushirika. Mheshimiwa Rais, mnada wa kwanza wa choroko ambao ulifanyika pale Manyoni, bei ilikuwa ni nzuri na mkulima alipatiwa 1,500. Mwaka jana bei ya choroko kwa kilo ilikuwa kiasi gani? Kwa reja kwa watu binafsi. Ilikuwa ni ni shilingi 600 kwa 1,800. 1,800. Na sasa hivi kwa AMCOS, sikilizeni basi jamani. Kwa sasa hivi kwa AMCOS mnauza kwa bei gani? Kwa AMCOS mnada wa kwanza Manyoni uliuzwa shilingi 1,400-500. Alafu mnada wa pili ndio. Una uhakika gani hizo AMCOS haziwaibii wakulima? Au pale ni kwamba unauzwa mnada wa wazi na wanaonunua wanakuwa wanalipia hata kabla hawajachukua ule mzigo. Sasa huyu mama hajapata hela yake. Tutalifuatilia swala hilo, alafu tutaenda tuone hapo kwenye AMCOS alipouza. Mheshimiwa mama, hebu mpe na namba yako ya simu, chukua na jina lake, umshughulikie alipo hela yake. Nafanya hivyo Mheshimiwa Rais. Hata wale wengine wanaodhulumiwa walipo hela zao. AMCOS siji ikawa chombo cha kuwadhulumu tena wakulima. Nataka mkuu wa mkoa, viongozi wa TAKUKURU, DC na nini, hawa wananchi wasidhulumiwe kwa kisingizio cha AMCOS. Kwa sababu tumeona hizi AMCOS, kwa mfano Lindi waliwadhulumu wakulima zaidi ya bilioni 1.2. Sasa madhambi ya huko yasije yakarudi hapa. Ikiwa hivyo AMCOS wakaamkie huko pembeni. Kwa hiyo lisimamieni hili ili AMCOS wasiwadhulumu wakulima na wakulima nao waweze kufaidika na mazao yao. Lakini pia wasitokee wakangomba wa kuwadhulumu wakulima vijijini kwa kuwauzia bei ya chini, halafu wao wanakwenda kuuza kwenye AMCOS. Kwa hiyo hili lote mlisimamie liwe balanced, na mtu anapokwenda kuuza ni lazima alipwe hela yake. Singida oye! Wakulima oye! Unaitwa nani mama? Nani? Joyce Nzali. Misaita sayo, si ndio? Mnyiramba B. Wanyiramba nao kwa weupe jamani. Haya, asanteni. Mshughulikie huyu mama. Unadai kiasi gani mama? Mimi nadai 13. Haya, RC, shughulikieni huyu alipwe hela yake. Tena ikiwezekana kesho alipwe. Sawa bana? Haya. Jamani, asanteni sana ndugu zangu, Mungu awabariki sana. Haya, nitakuja siku moja tuje tuzungumze vizuri. Haya. Ipi?